Na nguvu hizo za uvutano, gravitational force, zinaonekana, zinajulikana kutokana na vipimo maalum. Kwa nini asiseme tu khalaqa samawati bighairi amadi, ameziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo? Lakini kwa nini limekuja neno lingine taraunaha, zisizoonekana kwa macho? Alijuaje habari hii karne ya 7? Ni kukuonyesha ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na zile nguvu za uvutano zipo za aina nyingi na zina kazi maalum. Kuna nguvu za uvutano za muinuo, zinakwenda juu, na kuna nguvu za mvutano za mburuto, zinakwenda mbele, na kuna nguvu za uvutano za muinamo, zinakwenda chini. Hizi ndizo anazozitumia kiumbe anayeitwa ndege, akaweza kwenda juu, akakaa juu, akatembea juu, na akarudi chini ardhini. Awalam yarau ila tayri fawqahum au fawqahum awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbirna ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir. Sadaqallahul azim. Je, hivi nyinyi hamuwaoni hao ndege wanaoruka juu yenu? Swafatin, wanavyozikunjua mbawa zao, wayakbirna, na wanavyozikunja. Ma yumsikuhunna, ni nani anayewashikilia wao wasianguke huko juu? Anayewashikilia wao ni nani? Illa Rahman, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehma. Innahu bikulli shay'in basir, hakika yeye anakiona kila kitu. Watukufu wa Islam, katika viumbe aliyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika viumbe wote hakuna kiumbe aliyekuwa dhaifu kama mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe aliyekuwa dhaifu sana, na katika viumbe wote aliyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kiumbe ambaye hajui sana kama mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe ambaye hajui sana. Haya yote anayoyafanya mwanadamu, kama atajinasibu ya kwamba yeye ameendelea, kwa sababu gani? Ameweza kutengeneza chombo chake, ndege Ulaya, anaingia akaweza kuruka juu, akakaa juu, akatembea juu, na akarudi tena chini ardhini. Jambo hili kiumbe anayeitwa ndege alikushalifanya kwa muda mrefu sana. Mwanadamu anakuwa ndiye kiumbe wa mwisho kuumbwa na kuletwa katika mgongo wa ardhi. Yeye ndo kiumbe wa mwisho, na mwanadamu amekuja katika dunia, amekuta ni bibi kizee au babu kizee inatembea na mkongojo, ndio mwanadamu anakuja. Na mwanadamu alipokuja, jambo hili hakuweza kulifanya la kuruka juu, kukaa juu, kutembea juu na kurudi chini ardhini. Ulipita muda mrefu, na ili mwanadamu aweze kulifanya jambo hili ni lazima atengeneze chombo, na chombo chenyewe ni lazima kifanane
na yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu. Ni lazima kile chombo chake kifanane na yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu, ndipo mwanadamu atakapoweza kuingia katika kile chombo chake, chombo kimbebe, akaweza kuruka juu, kukaa juu, kutembea juu na kurudi tena chini ardhini. Katika viwanda vyote vya kutengeneza ndege kama vile kiwanda cha Airbus, kiwanda cha Boeing, wale wahandisi wana kila sampuli ya ndege wanaye pale. Wao wanashughulika, wana kila sampuli ya ndege. Ile ndege yake mwanadamu anapoitengeneza ni lazima kule mbele ichongoke, kama alivyokuwa huyo kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu, ndege kule mbele alivyoumbwa amechongoka. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu amewaumba hivyo, na mwanadamu na yeye ile ndege yake ni lazima aitengeneze vile. Kule kuchongoka kule mbele ndiko kunakomwezesha yeye akaweza kuukata upepo. Na ni lazima hapa katikati itanuke. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapa katikati wametanuka. Hapa ndipo panapomwezesha yeye akiwepo juu angani, anapotembea juu angani, akaweza kubebwa na ule upepo na ile nguvu yake ya mwili, akaweza kuelea, akakaa juu. Na ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu ni lazima wawe na mabawa mawili. Mwanadamu na yeye kwenye ndege yake jambo hili amelizoa, ina mabawa mawili. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule nyuma mkiani kunakuwa ni kwembamba, kule ndiko kunakomwezesha yeye. Kule mbele akishaukata ule upepo wakati anakwenda. Ndiyo maana mwanadamu na yeye katika ndege yake, hakuna ndege ambayo mwanadamu ameitengeneza mbele imekuwa pana kama basi haitoruka, ni lazima ichongoke. Hakuna ndege aliyotengeneza mwanadamu mbele imekuwa pana kama basi au kama gari, haitoruka juu, ni lazima kule mbele ichongoke. Anapoukata ule upepo, upepo unakuja nyuma, yeye anakwenda mbele, yule kiumbe anaitwa ndege. Ule upepo unakutana na mabawa mawili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowaumba ndege wote, hii sehemu ya mbele ya bawa inakuwa ni nene kuliko hii sehemu ya nyuma ya bawa. Huku kunakuwa kwembamba, huku nyuma ya bawa. Sehemu ya mbele ya bawa kazi yake ni kuupiga ule upepo, akishaukata anakwenda mbele, ule upepo utarudi nyuma, utakutana na mabawa mawili, utapigwa ule upepo na yale mabawa, utagawanyika mara mbili. Kuna upepo utampitia juu ya mgongo wake na kuna upepo utampitia chini ya tumbo lake. Ule upepo utakaopita juu ya mgongo wake utapita kwa kasi sana. Kisayansi, kitu chochote kinachokwenda kwa kasi kinakuwa ni chepesi. Upepo ule umefanywa kuwa ni mwepesi ili usimrudishe chini wakati yeye hataki kurudi chini. Na ule upepo utakaompitia chini ya tumbo lake utapita taratibu. Kisayansi, kitu chochote kinachokwenda taratibu kinakuwa kizito. Upepo huu wa chini unatakiwa uwe mzito ili wakati yeye yuko juu anaendelea na safari yake, hataki kurudi chini, ili uweze kumbeba. Kule nyuma kumekuwa kwembamba,
Ni kwa sababu atakapokwenda mbele, ule upepo ukirudi nyuma, kule nyuma kungekuwa ni kupana kama bodi ya gari, ungekuwa unamzuia ule upepo, ile kasi yake ingalipungua. Ndiyo maana kule mkiani nako pia kumekuwa ni kwembamba. Haya yote mwanadamu ameyazoa katika kuitengeneza ile ndege yake. Allama al-insana ma lam ya'lam, tumemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Watukufu wa Islam, ndege yule hawezi akaruka mpaka swafatin, akunjue yale mabawa yake, ndipo atakapoweza kuruka kwenda juu. Mwanadamu na yeye pia katika ndege yake, nyuma ya ule ubawa kuna ubawa mwingine mwembamba kabisa. Ndege ya mwanadamu kabla haijaruka utakuta ule ubawa umeinamia chini, wanaita flaps. Akishapiga moto engine, rubani anaanza kukimbia pale uwanjani, utamuona anaziinua zile flaps. Hapa ndio safatin, anakunjua ubawa. Chombo chake hakiwezi kuruka nacho mpaka ile safatin ipatikane, akunjue na yeye ubawa wa chombo chake, zile flaps anaziinua. Hapa ndio safatin, chombo kinainuka kikiungana na zile nguvu za uvutano za dunia, gravitational force zile za muinuo, na ile nguvu ya injini ya ndege, ndio zile nguvu za muinuo ndio kinakiinua chombo, sasa kinakipeleka juu. Allama al-insana ma lam ya'lam, tumemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Watukufu wa Islamu, akishakaa kule juu katika usawa anautaka kwenda, usawa ule pale anakutana na nguvu za uvutano za mburuto, ndio kinakipeleka chombo mbele. Ndege aliyemuumba Mwenyezi Mungu akitaka kutua, ni lazima zile wayakbirna, ni lazima mabawa yakunje. Anapokunja yale mabawa, anapunguza nguvu ya upepo kumzoa yeye kuwa juu, na zile nguvu za uvutano za dunia anaziacha sasa, zile za mburuto. Hapa anachukua nguvu za uvutano za muinamo, zinamrudisha chini. Na mwanadamu hali kadhalika ni hivyo hivyo katika chombo chake cha hiyo ndege Ulaya. Anapotaka kutua kurudi chini, ni lazima utakuta zile flaps, rubani anazirudisha chini. Hapa wayakbirna, anaukunja ubawa wake. Awalam yarau ila tairi fawqahum safatin wayakbirna ma yumsikuhunna illa arrahman, ni nani anayewashikilia wao wanapokuwa juu? Hapa Qur'ani inazungumzia habari ya gravitational force, zile nguvu za uvutano za dunia, za muinua, za mburuto na za muinamo, ambazo ndizo pale anazitumia. Na ndiyo maana mwanadamu akitengeneza chombo chake kile ndege Ulaya, ni lazima ifanane na yule ndege, yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu. Na ni lazima kile chombo chake akichukue akakirushe pale pale anaporukia yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu. Hana mahali pengine pa kupeleka, pale ndio kwenye mfumo mzima wa kile chombo kwenda juu, kukaa juu na kurudi chini ardhini. Pako pale, mfumo mzima ameuweka pale. Ndiyo anauliza ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir. Watukufu wa Islam, siku moja tuliona lile ndege kubwa jumbo 747 niliyekuwa nao pale. Mmoja akasema, angalia bwana mzungu bwana, chuma kile kilivyokuwa kikubwa, kinaruka juu, kinakaa juu, kinatembea juu na kinarudi chini ardhini. Ndani mwa kuna mizigo, kuna watu.
Nikamwambia lofa wewe, nikamwambia lofa wewe, sema subhanallah. Namwambia ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia kile chombo chenyewe kwanza kilivyofanana na yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu. Alafu akishakitengeneza ni lazima akipeleke pale pale anaporukia yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu ndege. Pale ndiyo kwenye mfumo mzima wa kuruka juu, wa kwenda juu, kukaa juu, kutembea juu na kurudi chini ardhini. Ndio anauliza ma yumsikuhunna, ni nani anayewashikilia hao ndege wanapokuwepo huko juu wanatembea, wakaruka wakakaa juu na wakarudi chini? Illa Arrahman, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehma. Innahu bikulli shay'in basir, hakika yeye anakiona kila kitu.